Mwenyezi Mungu yaumul qiyama hatotuacha bure, atatuuliza juu ya neema ya amani aliyotupa. Ni namna gani tuliweza kuitunza, ni namna gani tuliweza kuitunza nchi yetu kwa neema mbalimbali. Thumma latusalunna yauma idhin anin naim, tutakwenda kuulizwa kwa neema mbalimbali tulizogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema wa kum minashakirin, kuweni katika miongoni mwa watu wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kun minashakirin, kuweni katika miongoni mwa watu wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe ni mtu ambaye unakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amekupa neema ya kuwa na nchi nzuri kama hii, kisha wewe ukawa ni sababu ya kuiondosha ile neema, kisha wewe ikawa ni sababu ya kupelekea machafuko ile neema ikaondoka. Thumma latusalunna yauma idhin anin naim, tutakwenda kuulizwa kwa neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nchi yetu ilipotoka na sasa tukiitazama, tutagundua kwamba tumegewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitazama miaka 50 au 60 nyuma iliyopita, na ukitazama maendeleo yaliyopatikana katika nchi yetu leo, unaweza ukaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Waliokuwa watu wazima watakuwa wanakumbuka kidogo. Zamani ilifika hatua ukikutwa na sukari kilo 4 wewe unapata kesi ya hujumu uchumi. Zamani ilikuwa inafikia mahala kipindi cha njaa watu wanakwenda kupanga foleni kwa ajili ya kusubiria unga wa njano. Zamani ilikuwa mwanamke anavaa kaniki, zile shuka nyeusi ndio ilikuwa nguo ya thamani. Wanaume walikuwa wanavaa vitambaa vya sanda, ndio maisha yaliyokuwa zamani, na mtu alikuwa anaonekana ndio mwenye heshima, ndio mwenye maisha mazuri. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika maisha ya nyuma. Zamani ilikuwa mtu akionekana ana baiskeli, anaonekana yeye ana maisha mazuri zaidi. Lakini tazama kiwango cha maendeleo na neema mbalimbali alizotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala tangu tulipotoka mpaka leo.